Ni yapi madhara ya mfumo wa elimu Afrika? Madhara ya pili ya mfumo wa elimu Afrika ni kupumbaza ubunifu. Waafrika tumepumbazwa ubunifu kupitia mitaala iliyoletwa na wakoloni. Koloni wameweka masomo mengine ambayo yanasomwa Afrika hayasomwi huku kwao. Unifuate vizuri, mimi naongea nikiwa kwenye nchi za wazungu. Kuna vitu vingi Afrika tunasoma ambavyo kwenye nchi za wazungu havisomwi. Ni vitu unaweza kuangalia Google ukapata tu huu ndio mji mkuu wa nchi fulani. Basi hivyo vitu vimetengenezwa tuvisome Afrika ili vitupotezee muda wa ubunifu, kwa sababu masomo Afrika yametengenezwa kiukoloni kiasi kwamba walimu wanatembea na fimbo, walimu wanakuwa kama askari polisi, kiasi kwamba huwezi kuongea na mwalimu katika lugha ya kawaida, unaweka heshima ile ya ajabu kwa mwalimu. Inafika wakati mpaka unashindwa kumuuliza maswali kwa sababu unaopa kichapo. Hiyo system imetengenezwa kwenye hiyo mitaala ili ituharibie ubunifu. Ubunifu ndio hiyo inaitwa innovation. Hatuna uwezo wa kubuni kitu kwa sababu mitaala tunayoitumia ni ya kukariri, ni ya memorization. Haiendani na vitu tunavyoviona, inaendana na vitu vilivyopitwa na wakati. Hiyo ndio mitaala tuliyo nayo kwa sasa Afrika. Nimekuja kugundua kitu kimoja. Afrika tunasoma jiografia. Hiyo elimu ya nchi tunayoisoma Afrika, tunasoma ulimwengu mzima. Lakini nimegundua hawa wenzetu kama wako Australia, wanasoma kidogo kuhusiana na Australia nzima. Halafu wanaanza kusoma ile area wanayoishi. Kama watu wako Canada, utaniambia mpendwa mtangazaji, wanasoma kidogo Canada kama chapter 2, halafu wanashuka kabisa mpaka kwenye mitaa ya Manitoba pale. Wanaanza kusoma Winnipeg, hizo area na hizo ma street, hiyo mpaka primary itaishia hapo. Ukimuuliza mkoa mwingine, makao makuu ya mkoa mwingine, atajua kwa sababu atauliza Google. Ukimuuliza mikoa ya Marekani au ya nchi nyingine ya Mexico, lazima aulize Google. Haviko kwenye mitaala. Manake mitaala yao wameipunguzia sana maneno ya upuuzi ya kukariri, na wameweka maneno yatakayowaandaa kwenda kwenye taaluma. Sasa hapo sisi tumepumbazika kiasi kwamba tunajifunza elimu ya nchi, tunaanza na bara la Ulaya, tunaingia bara la Marekani kaskazini, Marekani kusini. Ni Marekani kaskazini ndio iko pia na Canada na ina hiyo jumuiya ya nchi za Marekani, inaitwa United States. Kuna pia tunaruka hapo, tunaenda Oceania, hizi nchi za Australia na New Zealand. Tunakuja Afrika, tunajikita sasa nchi kwa nchi, mpaka ilikuwa inafika wakati, nakumbuka katika jiografia ya darasa la 6 nchini Kongo, watu wanaanza kusoma kila nchi na mji wake mkuu, na kipindi nikisoma mimi Eritrea haikuwepo. Kipindi kile Eritrea imekuja kuundwa mwaka wa 1994. Mimi nishamaliza shule ya msingi. Sasa unakuta miji mingine ilianza kuundwa nyuma ambayo haikuwepo, inakuja inaongezewa. Sasa Sudan imezaliwa jana 2011 na imeongezwa. Kwa hivyo watu wanajaribu kuongeza, lakini mpaka mtoto anakariri capital cities zote. Akitoka shule, hiyo kujua capital city haiconnect na kuchota maji, kwa sababu watu wanaishi vijijini. Hiyo kujua miji mikuu ya nchi za Afrika ama za Ulaya haiconnect na kupika chakula. Kwa hivyo nakuta watoto wa kike wanajua hiyo miji yote, lakini wakifika nyumbani hawajui kupika chakula. Kwa sababu gani? Shule haina elimu yoyote inayofundisha kuhusu upikaji wa chakula. Lakini hapa unakuta watoto
wanakuwa na vipindi. Mtoto wangu wa darasa la huku chini tu, kama darasa la kwanza, wanakuwa na kipindi cha kutengeneza keki. Wanakuwa na kipindi, hata kama hawatengenezi, lakini wanafundishwa vitu vilivyo kwenye keki. Lakini wewe unafundishwa miji mikuu ya nchi, ukirudi nyumbani una njaa. Yule aliyefundishwa inavyowekwa kwenye keki, akifika nyumbani atajitahidi ajaribu kubolonga hapate keki ambayo haijaiva vizuri, na anaweza kukata kiu akinywa pia na maji. Kwa hivyo mitaala ambayo ipo imetukosesha ubunifu. Hayo ndiyo madhara ya mfumo wa elimu Afrika, kwamba hatuna ubunifu sababu ya mitaala inatupeleka kukariri mambo na inatuacha nyuma katika nyanja ya taaluma. Ndio maana unakuta hatubuni. Hakuna curriculum kabisa, nimeangalia kwenye nchi karibia zote, hakuna mitaala inayohusisha sana vitu vya ubunifu katika shule za msingi. Watoto wa shule ya msingi wanapakizwa lugha tu, wanapakizwa lugha. Ukimwona mtoto mdogo anaongea Kiingereza, sema mtoto wangu sasa anafanya vizuri, anaenda private school. Kwenye private school anaingizwa lugha, anaingizwa lugha kama mtu anayeingiza pumzi kwenye tairi ya gari. Akitoka huko ni lugha tu, hana kingine, hata kufua socks hajui. Lakini hapa hawafundishi lugha. Lugha inafundishwa kwa muda mfupi sana, tena ni ile lugha wanayoongea nyumbani. Lakini vitu wanavyosoma, nimekuta shule ya msingi wana subject kama 3 na vipindi vingine ni vya michezo, ili walimu wajue talanta za watoto, wajue uwezo wa watoto. Huyu mtoto anaweza nini, huyu mtoto anaweza nini. Wanakuwa na vipindi vingi vya michezo ili wajulikane, huyu ana uwezo wa kuogea, huyu ana uwezo wa kukimbia, huyu ana uwezo wa kucheza mpira, ili waanze kuandaa kwenye area zao wanazoziweza. Wakiingia shule ya upili au sekondari, wanaanza kuwa tena na subject chache ambazo zinaelekeana na vitu wanavyovipenda. Inafika wakati mtoto anasema, mimi kwenye miaka ya mwisho sekondari, anasema mimi hesabu ama hii inaitwa hisabati, mimi siwezi hisabati au mathematics, na achana nayo. Lakini nchi zote barani Afrika, kulingana na vile nimefanya research, zinalazimisha watu wanaosoma shule ya upili lazima wasome hisabati. Uwe na uwezo wa kuijua au usiijue, lazima usabati. You must take mathematics mpaka malizi. Inafika mpaka mwaka wa kwanza wa chuo, watu wanaambiwa mpaka msome mathematics. Tumekwazwa kule Kongo tukisoma, nilikuwa nafanya sociology, lakini mwaka wa kwanza ile tunaambiwa mpaka tusome hisabati. Kaka yangu ambaye alikuwa anasoma Kiingereza, yeye alikuwa anaenda asome degree ya Kiingereza, akaambiwa pia lazima wako pia na subject ya hisabati, ya mathematics. Ikamkosesha, akakosa hiyo, akaambiwa arudie mwaka mzima. Unaona hiyo ambao umewakataza wengine kubuni. Huyu mtu ana ubunifu kwenye masuala ya lugha, kwa nini umusumbue na hesabu? Kama ni hesabu, si tunaipiga kila siku. Lakini kwenye shule za hapa, kama shule yako haiendani na hesabu, hizo unit zake ama subject zake haziendani kabisa na hesabu. Na kama wewe unaweza hesabu au uwezi masuala ya lugha, hautakuta lugha huko. Ila Afrika tuna mfumo ule wa kikoloni bila kujua kwamba hawa watu wameweka huu mfumo kama mtego, ili sisi tuendelee kubweka, tusiwe wabunifu. Ndio maana hatuna ubunifu, na hayo ndiyo madhara ya pili, madhara namba 2 ambayo yanafanya mfumo wa Afrika, wa elimu wa Afrika usiwe endelevu au usiwe na mafaa kwetu. Unatuletea hasara tupu. Watu wanatumia hela nyingi kusoma, lakini wanaenda kufungwa
wasiwe wabunifu, kwa sababu vitu vilivyo kwenye mfumo wa elimu haviendani na ubunifu hata kidogo. Ni lugha, na baadaye ni majitapo, watu wanajisifu, na sasa tunakuwa watu wa kununua kila kitu. Hatuna cha kwetu. Ukiona watu wengine wanaoandika, wanakopi vitu ambavyo vishaandikwa na watu wengine, wanageuza ati nimeandika kitabu. Lakini baada ya kusema wewe umeandika kitabu, umesoma miaka 4, miaka 5, 6, hauna kitu kipi ambacho umefanya kwenye hiyo kosi uliyosoma. Hayo ndio madhara ya pili yanayofanya elimu ya Afrika haitufikishi popote.